kutoka BOT, ndio benki kuu hiyo. Tunaangalia elimu ya fedha na matumizi sahihi ya noti, namna ya kujua noti halali na isiyo halali. Na noti tunazo hapa za kutosha tu. Yeye mwenyewe mtaalamu anazo noti, Pili anazo na mimi ninazo. Kwa hiyo jiongea basi katika channel yetu ya YouTube, tuende pamoja. Lakini wewe ambao utakuwa hujapata bahati nzuri, hata kwa wakati mwingine unaweza kuingia huko ukatuona, lakini pia kwa maelezo utakayoyasikia utaelewa vizuri zaidi. Karibu Shadrack. Asante sana. Nashukuru naitwa Shadrack, nashukuru kupata nafasi hii ya kuja kuzungumza hapa kuhusiana na alama za kiusalama zilizopo kwenye noti zetu. Na tunajua ni muhimu kwa sababu ndizo ambazo zinamfanya mtumiaji awe na kinga kuzifahamu dhidi ya noti bandia. Lakini vile vile nashukuru kwa sababu kupata fursa kuja kuongelea pia issue ya utunzaji wa fedha mzuri, sababu tunajua noti zetu na sisi kitaalamu tunasema sarafu. Maana sarafu kwa benki kuu ni mjumuisho wakati ya noti na sarafu zenyewe. Zinaingia zote kwenye kundi moja. Yes. Kwa maana nikisema kurugenzi ya usimamizi wa sarafu, maana sarafu ni mjumuisho wa noti pamoja na sarafu zenyewe. Kwa hiyo nikikutana na mtu mtaani nikamwambia hivi, chukua hii sarafu moja ya 10,000. Ya 10,000. Ni kwa sawa. Au ni lugha ya kifedha fedha. Sasa ni lugha rasmi sana ambayo inaweza ikawa wenzetu wa kawaida ukamchanganya. Lakini kwa muktadha wa benki kuu sisi na kiutaalamu tukisema sarafu au currency tunamaanisha noti pamoja na sarafu zenyewe hizo za choma. Ndio. Sawa, tumeelewa hilo. Kwanza hilo la kwanza, hilo la kuelewa. La pili sasa hapa, namna nzuri ya kugundua kwamba hii nilokuwa nayo hii hata hii sio yenyewe. Tunaanzaje? Asante. Kwanza noti zetu tumeziwekea vitu muhimu vinaitwa alama za kiusalama au kwa Kiingereza security features, ambazo hizi ndio alama ambazo mtumiaji yoyote wa noti akizishika noti zake, akizitazama hizo alama ataweza sasa kutofautisha kati ya noti bandia na noti halali kabisa kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo tumeziweka noti zetu zote zinazo security features, alama za kiusalama ambazo mtumiaji ataweza kujua na kutofautisha kati ya noti bandia na noti halali. Sasa ziko kwenye noti zote na ni fursa sasa adhimu ya leo kuelekezana hapa security features zinazopatikana kwenye noti zetu sasa. Kwa mfano sasa tukianza na alama ya kwanza. Na hizi alama tumezitengeneza mahususi, tunaziita alama za level ya kwanza. Maana ni kwamba wewe ili uweze kutambua unahitaji tu kuwa na milango ya fahamu, yani uweze kushika, uweze kuona, uweze kupapasa, utaziona tu hizo alama. Yes, lakini pia kuna alama nyingine hapa ambazo utahitaji kutumia kifaa maalum kama mwanga wa zambarau kama utakapoanza kutuelekeza. Dio. Na kupitia hiyo noti yenyewe ulioshika uipandishe juu hivi kidogo. Msikilizaji wetu, mtazamaji wa channel yetu ya YouTube, lakini pia msikilizaji atufuatilie vizuri huko. Asante sana. Sawa. Kwa hiyo tukianza na hizo alama ambazo utahitaji tu milango yako ya fahamu kuzitambua, na of course tumeziweka hizo specifically kwa ajili ya umma kwa sababu tunajua tumesema hapa kuna features zingine utabidi uzione kwa mwanga wa maalum kama zambarau. Si rahisi mtu kutembea na mwanga wa zambarau au hata tu hizo magnifier au hata uingize kwenye mashine speciali zile. Kwa hiyo hizi alama ambazo utaziona kabisa kutumia mlango wako wa fahamu, ya kwanza ukiangalia noti yako upande wa mbele. Nikisema upande wa mbele ni upande ambao huyu mnyama anaonekana. Kwa mfano kwenye 10,000 maana yake kuna picha hii ya tembo unamuona hapo. Kwa hiyo alama ya kwanza ukiangalia upande wa kushoto hapa wa noti, upande wa kushoto sasa kama umeshika noti yako, kuna sehemu hapa kama pako wazi hapa. Lakini ukipaangalia hapo ni kama kuna kivuli hivi, kuna alama ya kivuli ambayo imefichika. Kwa hiyo hiyo ndo alama ya kwanza tunaita watermark, alama ya kivuli kilichofichika. Kwa hapo ukiitazama vizuri noti yako, ukielekeza kwenye mwanga hivi kwa kutumia macho yako kabisa utaona kuna kivuli cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kinachoonekana hapo. Kwa maana yake ukiwa umeshika noti yako sasa unataka kuitambua kama ni halali au la, basi utashika noti yako, utaiangalia hivi kwenye mwanga, utaangalia sehemu hiyo niliyosema huko upande wa kushoto, utaona kabisa kuna kivuli kinatokea hapo cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo ukipata hiyo indication unaanza kujua hii ni fedha halali. Lakini hutakiwi uishie hapo kwa sababu alama ziko nyingi. Lakini pia hapo tulipopasema hapo kwenye watermark inapoonekana kivuli kilichojishia juu yake, chini ya tarakimu
za noti husika. Kwa mfano 10,000 hapa, chini yake hapa ukiangalia ni kama kuna maua ambayo hayaeleweki au kama kuna pattern ambazo hazieleweki hapo kwenye ile tarakimu ya 10,000 pale, tarakimu ya 10,000 ya juu kwenye chini yake hapa hapa unajua kuna hizi alama kama hazieleweki, lakini hizi zinaitwa perfect through register, nazo ni alama za kiusalama. Hizi nilivyo ni kwamba nusu ya kinachotakiwa kionekane kinawekwa mbele ya noti na nusu yake kinakuwa nyuma ya noti. Kwa hiyo ukitaka kujua ni kitu gani kimedhamiliwa kiwepo hapo, utaishika vile vile noti yako kuielekeza juu kwenye mwanga hivi. Ukishaelekeza kwenye mwanga utaona kabisa hapo tarakimu ya 10,000 inakuwa imekamilika. Ndio. Kwa hiyo ni alama nyingine ambayo unaweza ukaitumia kujidhihirishia. Msikilizaji mwenye shilingi 10,000 huko ulipo, fuatisha hayo unaoambiwa na mtaalamu. Angalia vizuri usije ukaingizwa mjini, maana ni wengi wameshaingizwa mjini. Kwa hiyo ulifuatilie yale maua, ukiweka kwenye mwanga, ukiangalia vizuri unaiona tarakimu ya 10,000. Tu bila shaka naye anatufuatilia, nasema hivyo. Na sio tu kwenye 10,000, hizi alama zipo pia kwenye 5,000, 2,000. Unapata maelekezo ushike hivi kama nilivyoshika mimi. Ndio mtaalamu wetu. Lakini sio kwenye 10,000 tu, the same ukienda kwenye 5,000 kuna hizo pattern hivyo kama maua yapo kwenye 2,000 na kwenye 1,000 pia. Lakini kuyaona vile utabidi utazame juu ili uweze kuona tarakimu za noti husika zinazotakiwa kuwa displayed hapo. Sawa. Yes. Lakini pia alama nyingine tumaliza hapo upande, utaona ni kama kuna kivuli kilichojificha hapa ambacho kama kiko cha pembe 4 lakini iliyo kama imekaa kama kwa prism hivi. Ukiangalia karibu na tembo. Yes, karibia na tembo, upande wa kushoto wa tembo kwa umeshika ukiona hapa unaweza kuhisi kama kuna kivuli tu, lakini hiyo inaitwa latent image. Lakini pia hapa kuna tarakimu ya noti husika, whether 5,000, 10,000 kwa sababu zote zipo. Lakini ukitaka kuona tarakimu iliyojificha hapo, itabidi wewe unaichezesha noti yako hivi, unaiangalia kwa ulalo. Ukiangalia kwa ulalo utakuwa unaona huko ndani pia kuna tarakimu za noti husika zinaonekana kwenye hizo alama ambazo imejificha. Mimi sijaona. Pole sana. Sitaki niache. Jaribu kuiangalia kwa ulalo hivi, tazame kwa juu, kwa chini hivi, utakuwa unaona hapo ndani kuna tarakimu ya noti husika inaonekana, ambao mimi hapa kwa hiyo kwa sababu nimeshika 10,000 naona 10,000. The same hata kwa 5,000 hapa nikiwa naichezesha 5,000 yangu kwenye hichi kivuli unaona 5,000 humo ndani. Yes, hiyo ni alama nyingine. Alama nyingine ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kufanya uhakiki wa pesa yako, ya fedha yako, ni tunaita maneno madogo ambayo yameprintiwa kwenye noti, ambayo utahitaji aidha kuwa na macho mazuri sana kuyaona au utahitaji kifaa maalum kama lens kutazama. Mfano, umeona hapa kwenye mbele ya noti yako pameandikwa Benki Kuu ya Tanzania. Alafu chini kumeandikwa fedha halali kwa malipo ya shilingi 10,000 au 5,000. Ukiangalia katikati yao ni kama kuna mstari umepigwa unautenganisha fedha halali kabisa na shilingi 10,000. Lakini in fact huo sio mstari. Hapo ndani yake kuna maneno madogo yameprintiwa hapo. Tazama vizuri. Utaona hapo kuna maneno yameandikwa Benki Kuu ya Tanzania, Benki Kuu ya Tanzania, Benki Kuu ya Tanzania, Benki Kuu ya Tanzania. Na hapo sasa inahitaji macho ya ziada. Macho ya ziada. Pili umeona na macho. Lakini sio hapo tu, hata kwenye hizi pembeni ya noti yako ukiangalia ni kama kuna urembo umewekwa huu. Ukiangalia nao ndani ya huu urembo kuna maneno yameandikwa humo. Urembo unaozunguka hii noti, unaizunguka noti husika. Hizi pembe ambazo ukizishika zinaparuza hivi. Ukiangalia ndani yake hapo kuna maneno yameandikwa. Ngoja tumjuze kwanza msikilizaji ili ajue hayo maua yenyewe ni yapi tunayozungumza. Ukiishika noti yako vizuri, angalia pembe zile. Huu ndio mshazari. Mshazari upi tena? Sasa pili vipi bana? Angalia vizuri huko sasa, upande huu wa kulia na kushoto, ukiwa umeilaza noti yako, sio umesimamisha, ukiwa umeilaza. Angalia kulia na kushoto kama kuna maua hivi. Noti zote zina maua. Angalia yale maua ndio tunayoyazungumzia sasa hivi hapo. Angalia vizuri, hata 1,000 tu, sio lazima uwe na 10,000 kama nilikuwa nayo mimi. Nilikuwa nayo mimi na madege shilingi.
Lakini pia noti zetu zote zina alama za kiusalama, pia inaitwa security thread, mkanda maalum. Hujafafanua vizuri. Aha. Kuna neno limeandikwa shilingi. Nimesema kuna ndani ya ile haya maua. Yes, ukiyatazama na maua yako vizuri, ukiyatazama nilisema kuna yale maandishi madogo madogo ambayo tunayaona hapa kwenye mstari wa Benki Kuu, lakini hata pembeni kwenye hiyo maua ukitazama huko ndani limeandikwa shilingi, 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 shilingi. Na niseme kwamba hizi alama zimewekwa mahususi ili mtu atakayejaribu kufanya counterfeiting au kutengeneza noti bandia, kwa sababu hizi alama ni ngumu kuzitengeneza na zimefichwa, atapata tabu, atapata shida kweli. Yes. Sasa hii elimu unayompa sasa hivi sio kwamba ndo unamfundisha. Hawezi kuchapisha, utazichapishia kwa sababu uchapishaji wake ni uchapishaji. Lakini nasema nazungumza hapa kwa sababu ndio kinga pekee, kwa sababu tunasema mwananchi ndio mstari wa kwanza wa ulinzi dhidi ya noti bandia. Kwa sababu yeye ndo mara nyingi hata wahalifu wanazipitishia kwa wananchi kwenda kununua bidhaa masokoni, kutoa change kwenye madaladala. Kwa hiyo ni muhimu wewe uzifahamu hizo alama za kiusalama, ili utakaposhika noti yako tu, kama mtu amekupa, unaweza ukaikagua hizo alama za kiusalama uweze kujua kama ni noti bandia au la. Lakini pia noti zetu zote zina mkanda maalum kama unavyoziona. Ukitazama 10,000 upande wa kulia au wa mbele kuna mkanda maalum. Kwenye 5,000 kutoka juu alafu umepita mpaka pale kwenye tarakimu zile za 10,000 za chini. Yes, una kama madirisha hivi. Unaitwa security thread. Sasa huu mkanda ni alama kiusalama ambao ukiuchezesha nao, ukishika noti yako kwa ulalo, ukawa unachezesha, utakuwa unaona ni kama kuna mawimbi yanapita kwenye huo mkanda na inabadilika rangi. Kwa mfano hii noti yangu ya 10,000 hapa, nikiwa naichezesha kutoka upande mmoja hadi mwingine, inatoka rangi ya pink na kuwa ya kijani. Huo mstari kama unaona unabadilika kabisa, unakuwa ni kama mawimbi yanatembea hapo, yanatoka pink na kuwa kijani. Hilo na mimi nimelishuhudia sasa. Yes, sasa the same kwenye 5,000 vile vile inakuwa hivyo. Yes, sasa kwenye 5,000 inabadilika kutoka rangi ya kuna light blue, kwenye zambarau kabisa. Na kwenye za 2,000 kama unavyoona itakuwa inatoka rangi kama ya dhahabu, inakuja rangi ya kijani. Lakini kwenye 1,000 sasa kwamba yeye ina mkanda, lakini mkanda wake sio kama huo kubadilika rangi. Ukitazama kwenye 1,000 sasa, na mkanda wake utaupata nyuma ya noti, ambao utaona kuna mkanda wa silver nao, lakini ni wa madirisha hivyo, na umepita nyuma ya hiyo fedha hiyo ya 1,000, ambao ndani yake ukiwa una maneno BOT na mwaka ambao hiyo pesa imetengenezwa. Madege, macho yangu unayaelewa, lakini nayaelewa. Wewe pili hutapeliwi tena kabisa. Lakini pia hata ukiangalia nyuma noti yako ziko nyingi, kwa sababu pia kuna kitu kinaitwa spark, zinapatikana kwenye noti ya 5,000, 10,000 na 2,000, ambao ni kama hichi kama kipattern hapa nyuma ya noti ukikitazama. Na ni noti zote ambacho ndani yake kuna kichwa cha twiga humo ndani. Ameprintiwa, so nakiona ile 1,000 iko mbele. Sasa kwenye 1,000 kiko mbele, na chenyewe ni cha rangi kama ya silver hivi, tofauti na hicho cha kwenye 5,000, 10,000. Na mimi nimemshuhudia sasa. Shadrack, tuangazie sasa, mtu ameshajua hizi ndo alama na fedha kwa kweli tayari ninayo na nimejihakikishia kwamba ni fedha halali kabisa, si feki au sio bandia. Matumizi yake sahihi ni yapi? Sasa matumizi sahihi na natumaini unamaanisha namna ya kuzitunza. Yani sasa manake kuna wengine utakuta kwanza kuna kuandika. Wengi wao wanasema unaandika ili nirudie, sijui kinirudia nijue ndo ya kwangu. Mwingine anakata hapa juu. Yani kuna namna tofauti mtu anaiweka alama yake sasa mwenyewe. Sasa nashukuru sana, umegusia topic nzuri sana, mada nzuri sana. Kwanza niseme Benki Kuu sisi tuna majukumu ya kusambaza fedha ndani ya nchi hii. Na usambazaji wetu ulivyo ni kwamba tunatumia benki za kibiashara kama channel zetu za kusambaza hela kwenye jamii. Maana yake ni kwamba wewe una account yako benki, unapohitaji kwenda kuconvert zile zako ambazo ziko kielektroniki benki, utaenda ku-withdraw zile pesa zako benki, lakini zile benki za kibiashara zinakuwa zimechukua zile hela kwetu kwa ajili ya kuwasambazia watu. Sasa tunapozitengeneza pesa, kwa sababu print ni gharama.
Yani gharama, benki kuu inaingia gharama ambayo tuseme ni serikali sasa inaingia gharama kuchapisha hizi hela. Kwa hiyo zikienda kwenye mzunguko tunakuwa zina muda ambao zinatakiwa zikae. Na takriban kwa mfano hizo noti zetu kwa sababu zinatengenezwa kwa pamba, cotton, zinatakiwa zikae kwenye mzunguko takriban kutokana sana matumizi, lakini sio chini ya mwaka 1.5 mpaka miaka 4 noti moja kabla ya kuharibika. Sasa kinapotokea kuna kitu chochote kimefanyika ya kuharibu pesa hizo kabla ya muda wake, maana yake inalazimisha sasa benki kuu kutumia kuchapiza nyingine. Sasa maana yake tuna diverge matumizi, maana yake pesa hizo zingetumika kwenye kutoa huduma zingine kwa wananchi, sasa zinahama zinaanza kutengeneza pesa ambazo zimeharibika, wakati mtu angeweza kuzitunza zingeweza kukaa kwa ule muda ambao ulikusudiwa. Sasa namna of course tuna changamoto kidogo kwenye namna ya utunzaji wa fedha kama tunavyoziona. Unaweza kukuta mtu amechukua hela anavyoziweka na ikunja hivi, ameishika ameikunja, au muda mwingine kuna wenzetu tulikuwa tunashuhudia kipindi kile kwenye maharusi walikuwa wanatupa hela chini wanaita kupop vile, wanamwagiana pale hela, lakini matokeo yake wanazikanyaga. Sasa kwenye kuzikanyaga hela zitachanika, hela zitajikunja, kuna alama za kiusalama nyingine ambazo tunaziona hapa zitafifia. Kwa maana yake kutakuwa kuna madhara mengi sana ambayo yanatokea kutokana na uharibifu wa fedha ambao ungeweza kuepukika kabisa. Kwa hiyo ndio maana tunatoa rai kwa wananchi kwamba kwa sababu uharibuji wa pesa una madhara mengi kiuchumi, kama nilivyosema, kuongeza gharama, lakini pia inaleta weakness kwenye kutambua noti bandia, kwa sababu tumesema kuna alama za kiusalama, udhaifu. Kwa unavyozidi kuichakaza noti yako, maana yake hata tulisema kuna watermark unaiona hapo utakuwa unapata tabu kuona. Tulisema kuna pembe zinazoparuza hapo utakuwa unashindwa kuzishika vizuri, kwa unapata usumbufu. Lakini pia hata wewe tunaona change tunazipata. Mtu ukiwa na hela yako imechanika unaweza kuenda dukani, mtu asipokee hela yako, sio? Sawa. Kuna hizi alama ambazo tumeziangalia ni sana sana ni kwa mtu ambaye anaona vizuri kabisa, anaweza kuhisi na vitu kama hivyo. Lakini kuna siku napita kwenye mitandao nikakutana na mjadala kidogo ukiwa unaulizia kuhusiana na alama ambazo zinakuwepo kwenye hizi noti. Kwa mfano, noti ya shilingi 10,000 unakuta ina hizi alama kama V zikiwa ziko tatu. Zimegeukia juu ziko tatu. Alafu kwenye 5,000 ziko 2, kwenye 2,000 iko moja. Alafu kwenye 1,000 iko alama ya sawa. Mtu akasema hizi alama huwa zinamaanisha nini kwenye fedha? Leo tumekupata. Asante. Sababu tunajua watumiaji wa fedha zetu ni watu wa makundi yote. Ndiyo. Including hata wale watu ambao wana changamoto za ulemavu mbalimbali. Kwa hiyo tunajua kuna watu ambao wana matatizo ya uono, visual impairment, hawaoni vizuri. Kwa hiyo tulisema, kwa sababu tulisema alama nyingi hapa na wengine hawaoni kabisa. Uzichungulie kwenye mwanga, Sasa of course anakuwa amekosa hiyo namna ya kutazama, kwa sababu ana uoni hafifu au hawaoni kabisa. Kwa sasa tumejaribu ku-include pia kwenye noti zetu vitu ambavyo vinaweza vikamsaidia mtu mwenye uoni hafifu kuweza kuzitambulisha noti husika. Kwa hiyo ndio maana tukasema ukiziangalia kwenye 10,000 hapo kuna hizo V ambazo umesema zinatazama juu, lakini hizo sasa ni alama ambazo zinawasaidia watu wenye uoni hafifu kutambua thamani ya noti husika. Kwa hiyo atakavyoishika noti yake, atakapopapasa kwenye hizi V, atakavyohesabu, atakapokutana na V zikiwa 3 zimetazama juu, atajua hiyo ni 10,000. Atakapopasa ataziona V zikiwa 2 kama unaona inavyoonekana noti 5,000, atafahamu hiyo ni noti yenye thamani 5,000. Kwenye 2,000 atakutana na V moja ambapo akipapasa upande huu ataona kwamba hii ni 1,000. Sasa na kwenye 2,000 tafadhali, na kwenye 1,000 tumeweka mistari miwili ambayo inaenda parallel hivi, ambao akigusa hapa mistari miwili akitazama atajua hiyo ni noti ya shilingi. Na kwa kumrahisishia msikilizaji, hiyo alama unaosema kama mistari miwili ni 2 jumlisha 2 sawa sawa na 4. Sasa ile alama sawa sawa jinsi inavyokaa ndio imekaa hivyo hivyo kwenye noti ya 1,000 hapo. Yes. Hata watoto kama wanatufuatilia sasa hizi wanaweza pia na wakaelewa. Sasa hizo ni alama ambazo kwa ndugu zetu ambao wana matatizo ya kuona. Ndio. Sawa. Sasa wao wanagunduaje kwamba hii ni halali, hii ni bandia? Okay, sasa kwa wenzetu ambao
wana uoni hafifu, kwa sababu nilisema alama za kiusalama zilivyo, unaweza ukazitambua kwa kutumia senses zako. Unaweza ukatumia vifaa maalum. Vifaa maalum na maisha, unaweza ukatumia mfano na tochi hapa ya mwanga wa zambarau, au unaweza ukatumia vifaa vya kukuzia maandishi. Unaweza kuiwasha kidogo? Yes, naweza nikaiwasha, nitakuonesha. Au unaweza ukazipitisha kwenye zile mashine za kuhesabia pesa, kwa sababu noti zetu hizi pia zimewekwa alama ambazo zinawasaidia watu ambao wana handle pesa kiasi kikubwa. Kwa sababu tutegemee mtu ana milioni 10 aanze kutazama noti moja aanze kutazama, hapana. Kwa hiyo tumeinclude pia alama za kiusalama ambazo zitakuwa detected na mashine itaweza kutambua hizi ni fedha halali au la. Kwa hiyo kwa sababu watu ambao wenye uoni hafifu watakosa advantage ya kuzitazama hizo feature na hata kutumia mwanga wa zambarau, kwa hiyo wanaweza wakapata option ya kwenda kufanya authentication au kutambua pesa zao hizo kwa kutumia zile mashine za kuhesabia fedha. Kwa hiyo anamdai mtu, amekutana naye mtaani, ndio anamdai huyo. Sasa yule naye anatumia udhaifu kwamba huyu haoni. Sasa acha nimlipe 100,000 yake, lakini zote nampa bandia. Sasa kwa maana ya kwamba hizi alama zinazotambulisha hizi za V na sawasawa kwenye fedha ambayo ni bandia, ndio anawezaje kutofautisha? Ama hizi alama zinakuwa hazina hiyo nundu ambayo inatakiwa, ama inakuwaje? Sasa niseme kwamba kwa sababu hela, yani pesa hizo unavyoziona ni zimetengenezwa kitaalam sana. Kwa hiyo niseme kwa mfano, unaona tekniki ambayo imetumika kuprint hizi hela, hii ambayo inatengeneza nukta nundu, inaitwa kitaalam sana, Kiswahili sijaipatia, inaitwa intaglio printing. Ni tekniki ambayo ni ya kiwango kikubwa sana, ndio maana inatoa hizi pembe. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anataka counterfeit ni ngumu na sio rahisi kwa namna yote ile kuweza kumimiki hii tekniki ya kutoa nukta hizi zenye mpalazo. Lakini niseme tumeanza initiative Benki Kuu na tunaendelea sasa kuimprove zaidi features za watu wenzetu hao wenye uoni hafifu, including kuweka zile nukta nundu. Tunataka kuweka nukta nundu zile ambazo manake mtu sasa anaweza pia akawa anashika noti yake akasoma kabisa vitu vilivyoandikwa hapa na kufahamu kama hizo noti ni halali au sio halali. Lakini pia tutoe rai kwamba ikiwa mtu labda una changamoto ya uoni hafifu au una changamoto, ni vyema kama unaenda kufanya miamala ambayo ni mikubwa, ni bora ukapendelea kutumia labda kulipa kwa benki au kulipa kwa mitandao, kwa sababu tunajua kila kitu kina risk na uwezi kukava kila kitu. Yes. Kwa hiyo ni vyema kutumia malipo ya kidigitali, au basi uambatane na mtu kidogo ambaye atakuwa na uwezo wa kuzitambua zile noti, kwa sababu atakuwa anaona vizuri. Yes. Hai, maoni kwenye channel yetu ya YouTube hapa. Hakuna mtu ambaye ameuliza swali kuhusiana na matumizi sahihi ya noti bandia, lakini pia namna ya kuzitambua noti bandia. Hakuna mtu ambaye ameuliza, japo tumefungua pia kwenye 0621 107 107. Tutakuwa na dakika 3 za kuangalia hapo kama kuna maoni ama swali la aina yoyote lile, basi tunampa hapa mtaalamu ili kuna maoni hapa. Anasema kwenye noti bandia tunapigwa kweli kweli. Hawa jamaa hawaji kwako ukiwa upo free. Kama sokoni wanajua huna muda wa kufuatilia. Anaitwa Kimaro. Kwa hiyo anasema unapata shida, unafuatiliaje? Huyu anauliza, anasema mimi nataka nijue noti inapochanwa pembe ya juu, kwa nini huwa inakataliwa? Nini kinakuwa kimepungua? Asante. Sasa noti, kuharibika kwa noti kwa sababu tunasema ili noti iwe halali na iwe noti sahihi na safi kwa matumizi, inatakiwa iwe kama ilivyo kuwepo, yani isiwe imepungua hata kipande cha robo au nusu ya noti. Na hizi kwa sababu mtu ukipeleka pesa zako, ukienda kudeposit pesa benki za kibiashara nazo zinakuja kuweka kwetu benki kwa sababu sisi ndo benka wao. Kwa sisi zile pesa wakizileta, kazi moja hapo tunafanya ni kuzichakata. Kwa hiyo tunavyozichakata sasa, tunachambua, tuna mashine maalum ambazo zinachambua hizi pesa na kuangalia zile hela ambazo ziko nzuri kabisa sasa kurudi kwenye mzunguko, na zile ambazo hazifai tunaziondoa kwenye mzunguko. Sasa mashine zilivyo na namna ya pesa inavyotakiwa iwepo, ikiwa imekosekana hata a certain piece, zile mashine kwa sababu zinafanya kazi kwa speed ya
kubwa sana. Kwa hiyo inapelekea zile mashine kutambuliwa kama mutilated na zinaharibiwa, kwa sababu noti ambazo hazifai kurudi kwenye mzunguko benki kuu tunaziharibu na zipo kabisa tupo kisheria tunafanya hiyo kazi. Na ndo hasara inapoanzia. Yes, na ndo hasara inapo. Kwanza ukuta ni noti iko nzima kabisa imetolewa leo, lakini wewe umeenda umeiandika au umeichana, ikirudi kule kuhesabiwa inakuwa tena kwenye kundi ambalo noti hazifai tena kurudi kwenye mzunguko, maana yake benki kuu inaingia hasara kureplace ile hela kabla ya muda wake. Anasema anaitwa Lucas Igembe kutoka Shinyanga. Mimi nashukuru kwa kutupatia elimu hii ya pesa, kwa sababu nisionekane tapeli dukani, kumbe sio mimi. Asante UFM. Hizi pesa bandia zina uzito sawa au original ni nzito kiasi gani, hata niweze kutofautisha? Kapani kutoka Igunga. Kutofautisha pesa kwa uzito au kuangalia kama ni noti bandia wala kwa uzito si kipimo sahihi, kwa sababu hata tukikwekea kilo 2 hapo unaweza ukazishika usijue kipi ni kipi. Kwa hiyo cha muhimu cha kuzingatia tu ni mtu kuangalia alama za kiusalama ambazo tumezisema ili aweze kutofautisha kati ya noti bandia. Kwa ufupi sana. Dio. Unasema pesa zinachapishwa kwa gharama, kwani pesa zetu zinatengenezwa wapi? Petro kutoka Chanika. Asante. Au ni siri? Hapana. Noti zetu sisi of course tunafuata, kwa sababu nchini kwetu bado hatuna huo expertise ya kutengeneza. Kwa hiyo tunafuata tu taratibu za manunuzi za kitaifa, ambao tunatangaza tenda. Mzabuni ambaye atakuwa na vigezo na uwezo anapewa kazi ya kutengeneza hizo fedha husika. Kwa hiyo of course kwa sasa hivi wazabuni wetu wote wanaotengeneza noti zetu wanatokea Uingereza na wengine wanatokea Marekani. Mnawasimamia pili kidogo, mnawasimamia ili wasitengeneze nyingine wakajichukulia na wao? Kabisa. Tunakushukuru sana Shadrack, muda wetu si rafiki, lakini tunakushukuru kwa leo. Ni Shadrack Mapunda, ofisa wa Benki Kuu, ambaye ni kwenye kitengo kile cha kurugenzi wa usimamizi wa sarafu kutoka Benki Kuu ya Tanzania.